Ali Nyanza. Naam. Pengine watu wengi hawakutarajia pengine kuona kwenye ligi kuu soka Tanzania bara ukiwa na TRA. Tuambie nini ambacho kilitokea kwenye timu yako ya mwanzo ukarudi tena kucheza Tanzania? Kwa kifupi lakini. Mimi naweza kusema ni wakati umefika tena wa kucheza hapa. Na mimi ni muda ukifika tena nitaondoka. Siku sio nyingi. Kuna sababu yoyote ya wewe labda kutoka kule? Sababu ilikuwepo, sababu ilikuwa kubwa, lakini naweza kushukuru Mwenyezi Mungu. Sababu hizo zimeisha, ndio maana nimeweza kucheza hapa. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Naweza kusaidia timu yangu kupata matokeo. Na wakati unafanya taratibu za kuja huku, ilikuwaje mpaka ukakubali ombi la TRA? Nilikubali kwa sababu nikiangalia ni falsafa zao zilivyo na walivyoniambia wana hiki na hiki, wanahitaji hiki na hiki kufanya kazi na mimi. Basi kwangu ilikuwa jambo lepesi sana kuja kufanya kazi hapa. Kwa hiyo nafurahia kuwepo hapa kufanya kazi. Na pia watu hapa wananipenda, wanikaribisha vizuri. Kwa nitaendelea kuwapa kile ambacho ninacho. Nitaendelea kuonyesha. Ligi ya sasa hivi ya Tanzania ni ligi nzuri, ligi ngumu. Sababu sasa hivi kila mtu anapata matokeo kwa tabu. Kwa hiyo lazima ufanye kazi kwa bidii katika kiwanja cha mazoezi ili uweze kupata matokeo. Tofauti ya ulipokuwa na hivi hapo kwamba ligi ya Tanzania ni ngumu. Kipi ambacho kinatofautisha Ali Nyanza wa nchi na anaitwa tofauti? Tofauti mimi naweza kusema sijaona tofauti wote. Mimi kama mchezaji kwa sababu mimi najiamini. Ndio. Yaani kila kitu kiko sawa kwamba ligi ya Tanzania na ligi ambayo wanacheza kule iko sawa. Ligi iko sawa. Ligi ya kule ni kubwa kuliko hii ya Tanzania kwa sababu kule kuna wachezaji wazuri kuliko hapa Tanzania. Kuna quality player ambao yuko kule tofauti ambao yuko Tanzania. Lakini tuwatazama nyota baadhi ambao wanatumikia pengine kwenye hii ligi. Kuna wengine wanasema ni ngumu sana, lakini kwa sababu kuna tofauti wachezaji ambao wanacheza kwenye ligi yetu. Nimesema kwamba kule ni ngumu zaidi. Ni kwa asilimia ngapi pengine labda nafikia? Naweza kusema ni kwa asilimia kubwa. Kwa asilimia kubwa ni watu wa kule ni wako vizuri katika mazoezi, yani falsafa zao zilivyo tofauti na falsafa zao kuzilivyo. Ni misosi vipi? Misosi kule, misosi wenzetu iko vizuri. Kuzidi ya huko. Iko vizuri. Wanazingatia misosi yetu tofauti na kule. Tofauti na kule. Utamu sasa ladha yake. Ladha huko nzuri, ladha nyumbani nzuri. Kule mimi nilikuwa napenda kula kuku. Napenda kula wali. Ni hivyo vitu ambavyo napenda kula. Huku napenda kula ugali, dagaa, nyama. Wapo wa baadhi ya nyota ambao wanacheza kwenye Simba, Yanga na Mungu pia Azam kwenye kikosi cha TRA msimu huu. Unachagiza vipi kupambana lakini pia kufanya vizuri zaidi kwenye ligi na kufikia malengo yenu kama klabu? Mimi naweza kusema ya timu yetu ina wachezaji wazuri. Wamesajili watu kutoka sehemu mbalimbali. Na uwepo wangu hapa pia naweza kusema kuna motivation fulani pia timu inapata. Mimi pia ninapojituma na watu wanapojituma moja kwa moja, basi na imani tutaweza kuendelea vizuri. Malengo yetu si kufika top, yani kufika nafasi ya juu. Kuna 4 za juu zile. Tunatamani tunafanya kazi ili tuweze kufika pale. Kesho si maandalizi ni mazuri. Mwalimu katuelekeza kila kitu cha kufanya uwanjani, kwa hiyo tunabakiza sisi tu wenyewe kwenda kufanya kazi yale mwalimu ametuelekeza. Ni wapinzani wagumu walifanya vizuri msipokuwa baada ya kuchukua pia walifanya vizuri pale kweli. Lakini pia Azam walikuwa nao. Tahadhari gani mchukua kuna kutana JKT ambao wanafahamika yani wagumu obvious. Kweli wapinzani tunaenda kucheza nao ni wagumu. Lakini pia sisi pia ni timu nzuri, lakini sisi tutadili na makosa yao. Watapofanya makosa sisi tutawaadhibu pale pale. Ali ni kiungo gani kwenye ligi kuu? Kama sisi uwanjani Pakome umezuzwa. Mwingine anaweza kusema anacheza na Mungu Abdul Kiswanya.
anajifunza vitu vingi, ni mchezaji ambaye anakupa vitu vingi, yani uishi kumwangalia, na pia anajifunza vitu vingine kutoka kwake. Mimi ni mtu wa kujifunza, najifunza kwa mtu yoyote. Kuna wengine ambao wanasema kwamba kwa performance ambayo alionayo Pacome, hamna mchezaji wa ligi yetu hapa Tanzania ambaye anaweza kufikia pale. Unakubaliana na hicho? Kwa kiasi fulani, kwa sababu Pacome ni mtu ambaye anapenda mazoezi, sababu ukiangalia wachezaji wengi sio watu ambao wanapenda mazoezi, lakini Pacome ni mtu ambaye anajituma, anafanya mazoezi yake binafsi, mazoezi ya timu. Ukiendelea kufanya hii kitu kama hiko, basi utazidi kuwa bora. Hata sio Pacome, mtu yote akiamua kufanya vile anazidi kuwa bora. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anazidi kiwango cha Pacome na unamfahamu kwenye ligi? Wapo wachezaji wengi. Na wewe umemchagua Pacome? Ndio. Asante.